Yesu. Asante Bwana, sijaona mwingine kama wewe. Hakika wewe ni Mungu, wewe ni mwangazi, wastahili Bwana. Sifa na utukufu ikurudie wewe Bwana. Asante Mungu mwenye uwezo. Asante kwa neno lako. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Pigia Yesu makofi. Tunaenda kujifunza kuhusu Mungu ni mwangaza. Mungu ni mwangaza. Na ukikutana na huyu Mungu umekutana na mwangaza. Na hiyo mwangaza inaenda kuzaliwa. Na hiyo mwangaza inapozaliwa ndani yetu, kila giza inatoweka. Tunaenda kujifunza katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza hadi mstari wa 6. Yohana mlango wa kwanza Yohana kwanza verse 1 naenda 6. Inasema namna hii. Sikiza katika neno la Yohana vile Roho wa Mungu alinena. Roho wa Mungu alinena na kanisa lake kwamba Mungu hapo mwanzo neno ilikuweko. Hapo mwanzo neno ilikuweko. Naye alikuwa na Mungu. Hapo mwanzo, kabla ya kitu chochote kuumbwa, kabla ile tunatamani duniani kuweko, neno la Mungu ilikuweko. Vitu zote tunatamani zilikuweko ndani ya neno la Bwana. Chochote wewe unatamani, chochote wewe unahitaji kama mwanadamu, ilikuweko ndani ya neno. Na neno alikuweko, na huyo neno alikuwa ndani ya Mungu. Na Mungu alikuwa na vitu vyote. Maneno yote unatamka yalikuwa ndani ya Mungu. Vitu vyote unaweza tamka maishani mwako vizuri vilikuwa ndani ya Mungu, na ilikuwa katika ndani ya neno, na hiyo neno ilikuwa ndani ya Mwenyezi Mungu. Ndiposa neno la Mungu linasema hapo mwanzo kulikuweko na neno. Na neno hili ilikuwa ndani ya Mungu, na Mungu ndio alikuwa na hii neno. Ndiposa Mungu akaona ni bora zaidi hili neno ambayo iko ndani yangu, wacha niumbe mwanadamu ambao anafanana na mimi na nimpatie hili neno. Ndiposa Mungu akaona ni vyema kuumba mwanadamu. Akaumba mwanadamu wa kwanza kupitia udongo, akampuliza pumzi. Huyo mwanadamu akakuwa hai, akafanana na Mungu. Ikampendeza Mungu sana, amefanana na Mungu na mwenyewe. Ndiposa neno la Mungu nasema hivi, naye alikuwa na Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa. Hakuna hata kiumbe kimoja kisichoumbwa pasipo yeye. Hakuna kiumbe hata kimoja kiliumbwa duniani bila hili neno. Hiyo ina maana gani? Tukitaka vitu vyote duniani, kitu cha kwanza tupate neno. Neno iko kwa neno. Ndiposa Mungu anasema hakuna kitu chochote kiliumbwa duniani pasipo kuwa na hili neno.
Hili neno ndilo lilifanya vitu vyote duniani. Hili neno ndilo lilifanya vitu vyote zikatengenezwa, vitu vyote ikaundwa. Mashule zikatengenezwa, ujuzi zikatengenezwa, talanta zikakuwekwa, vitu zote vizuri ambavyo unatamani kusafiria nao zikakuwekwa, chakula ya kila aina ikakuwekwa, wanyama ikakuwekwa, mimea, matunda ya kila aina ikakuwekwa, kwa sababu ya neno la Bwana. Haleluya! Inua mkono wako ushukuru Mungu. Sema, Mungu wangu, Mungu wangu, hapo mwanzo kulikuweko na neno, na hili neno ilikuwa na wewe, na wewe ndiyo neno, na wewe kuwa neno ukaumba mwanadamu ambao anafanana na wewe, ukamkabidhi neno iwe ndani yake, lakini mwanadamu akamdharau neno, akamkataa neno. Mungu wangu, Mungu wangu, tusamee Bwana. Ndani ya neno ndio kuna kila kitu mwanadamu anahitaji. Tusamee Bwana, tusamee Mungu mwenye rehema, tusamee Mungu mtakatifu. Kupitia neno lako vitu vyote viliumbwa. Kupitia neno lako tulipata uponyaji. Tuliona viwete wakitembea, tukaona vipofu wakaona, wasiosikia visiwi wakasikia, walio chini kwa neno lako wakainuliwa, wasiokuwa na afya wakapata afya. Hili neno imebeba kila kitu, inabeba baraka, inabeba laana, inabeba kila kitu ya mwanadamu. Mungu mwenye rehema, tusamee Bwana, tusamee mtakatifu. Tumekataa neno lako, tumedharau neno lako. Neno lako inaenda kuzaliwa Bwana. Inapoenda kuzaliwa, tunaomba rehema zako ikazaliwe ndani yetu, iwe mwangaza ndani yetu, kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Pigia Yesu makofi. Tazama tu, kila kitu wewe unatafuta duniani iko ndani ya neno. Kila kitu vijana wanatafuta iko ndani ya neno. Kila kitu wamama wanatafuta iko ndani ya neno. Kila kitu wazee wanatafuta iko ndani ya neno. Lakini tulikataa kutii neno, na tulikataa kusikia neno, na tulikataa neno iwe ndani yetu na sisi tuwe na neno. Lakini ili hali tulibadilisha, badala ya neno kuwa ndani yetu, neno la Mungu, tumekuwa na maneno. Majira, badala ya neno la Mungu tunakuwa na maneno ya ukoo. Badala ya maneno ya Mungu tunakuwa na maneno yasiyotusaidia, maneno ya waganga, maneno ya wachawi. Tumekataa neno la Mungu, sababu neno la Mungu linasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa na Mungu, na Mungu ndiyo alikuwa neno. Inasidi kusema namna hii, yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Huyo neno alikuwa ni chanzo cha mwanga, hii neno. Na hiyo mwanga ilikuwa imekuja kwa sababu ya wanadamu, ili kuondoa giza ndani yetu. Kuna jeshi la Bwana. Sema, neno la Bwana ilikuwa ni chanzo cha mwanga. Nikipata neno la Bwana, mimi napata mwangaza. Nikikosa neno la Bwana, niko kwenye giza. Haleluya! Pigia Yesu makofi tena. Ndio naona yule yote ana neno la Mungu, mambo yake ni giza, na yule yote ana neno la Mungu,
mwangaza wa Bwana inamshukia na neno la Mungu inaanza kumrekebisha. Neno la Mungu ni kama taa. Nyumba yako ikiwa haina taa, uko kwenye giza. Neno la Mungu kama iko ndani yako, uko kwenye giza, hauna taa. Taa haiwaki kwako. Taa ikiwa haiko kwako, ukitembea wewe unapapasa papasa, kwa sababu hauna taa. Hata saa zingine unaweza kanyaga vitu ndani ya nyumba yako. Wewe ndio umepanga kila kitu kwa nyumba, lakini ukitembea, kwa sababu macho ioni, unaanza kukanyaga vitu zingine ndani ya nyumba. Lakini ukiwasha taa, unatembea ukiwa na ujasiri, unatembea ukiwa na imani, unatembea ukiangalia mbele, unatembea ukiwa mwangalifu. Ukiwa hauna taa ndani ya nyumba yako, ukitembea huwezi kuwa mwangalifu. Unatembea tu, miguu ndio unaangalia unaenda wapi. Haleluya. Kuna jeshi la Bwana. Shika mwenzako tena, sema, Bwana anasema lazima tukubali neno la Bwana, iturekebishe, itupatie mwangaza wa njia iliyo sawa. Piga Yesu makofi tena. Neno la Mungu ni mwangaza, ilikweko kwa sababu ya mwanadamu kuwa mwangaza. Ndio naona hili neno ilifanyika kuwa mwili, ikazaliwa kama mwanadamu, ndiposa Yesu akakuja hili neno. Kwa sababu Mungu aliona watu watii neno lake, alituma manabii, watu wakakataa kutii manabii. Walikataa kutii sauti ya Abrahamu, wakakataa kutii sauti ya Musa, wakakataa kutii sauti ya kina Isaka, wakina Yakobo, wakina Isaya. Walikataa kutii sauti ya kina Danieli, walikataa kutii sauti ya kina Yeremia. Ndiposa Mungu akaona mwanadamu, manabii wake wakiongea, watumishi wake wakiongea, watu hawasikii. Lakini watumishi wa dunia wakiongea, wanadamu wanatii. Mungu akaona, nitafanya namna gani huyu mwanadamu ashike hili neno, kwa sababu nimetuma watumishi wangu na miujiza bado hawakubali neno. Ndiposa Mungu akapanga, wacha neno ipate kuzaliwa. Akakuja kwa njia ya mwanadamu, akazaliwa kwa njia ya kipekee. Kuna jeshi la Bwana. Manabii wakatabiri kuna yule anayekuja. Hata sisi hatuwezi tukafungua hata viatu kama za viatu vyake. Hata sisi hatuwezi karibia uwepo wake. Kuna yule atakuja. Watu wakafikiria kwa njia mbaya, wakadani yule anatabiriwa kuja, mbingu itafunguka, waone ndio yule anakuja, ndio huyo ametumwa. Si namna hiyo. Akakuja duniani kwa njia ya kiroho, akaingia ndani ya mwanadamu, akaingia ndani ya bikira, mama ambao hajaiona mwanamume, msichana ambao hajaiona, kukutana na mwanamume kingono. Roho wa Bwana ikaingia ndani, akakuwa mjamzito. Haleluya. Yule alikuwa anamchumbia akakuwa na woga, akasema, sasa mimi nakuchumbia wewe, unaenda kuwa mke wangu na wewe uko mjamzito. Nani alikupatia mimba? Na si mimi. Haleluya. Akaanza kuwa na shaka. Malaika wa Bwana akamkujia usiku, kaambia, Yusufu, usikate tamaa. Huyo ama hiyo mimba si mimba ya kawaida, ni mimba ya Roho wa Bwana. Haleluya. Ni Mungu ndio amekusudia hilo jambo. Huyo dada hajaenda na mume yoyote kumkubali. Yusufu akamkubali mke wake. Haleluya.
lakini hakukutana naye mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Pigia Yesu makofi tena. Ndiposa Yesu ni mtakatifu, na kukaa hapa duniani hakutenda dhambi lolote. Akalaumiwa na mambo mengi, akalelewa kama mwanadamu, akakula kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, akaanza kufunza watu hili neno. Tazama, neno imezaliwa na neno imeanza kufunza tena watu kile Mungu alikusudia. Pigia Yesu makofi. Na bado wanadamu hawakusikia mambo ya neno. Wakasema huyu amezaliwa na Maria, huyu ni mtoto wa Yusufu, yule anatengeneza viti, hata kiti yake mimi niko nayo nyumbani, huyu hawezi nifunza kitu. Huyu mtoto amezaliwa juzi, ataniambia nini? Huyu mtoto hata mimi najua baba yake sana, anasema nini hapa? Mnajika kumsikiza yeye. Akatusiwa, wengine wakamtemea mata akiongea. Wewe unaongea nini? Wewe mtoto wa juzi unaniambia mama mzee kama mimi, mzee kama huyu. Lakini hekima alikuwa nayo haikuwa si ya kawaida. Haleluya. Huyu mwangaza ambaye anaenda kuzaliwa. Yesu akapitia changamoto. Neno la Bwana ilipitia changamoto. Mpaka na leo hili neno bado linapitia changamoto. Kuna jeshi la Bwana. Inua mkono wako, sema Mungu wangu, Mungu wangu. Tumesulubisha neno, mpaka na leo bado tunasulubisha neno lako. Kwa sababu ya matendo yetu tunakana neno lako. Tangu mwanzo hadi na leo bado tumekana neno lako. Tunaongea matusi kupitia neno lako. Tunakana neno lako kupitia kutukana watumishi wako, kutusi kanisa lako, kudhulumu wanaostahili kupata haki. Tusamee Bwana, tusamee Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu mtakatifu. Sifa na utukufu kurudie wewe Bwana. Mwangaza wako ije kwangu siku ya leo. Kwa jina lako takatifu naomba nikiamini. Pigia Yesu makofi tena. Hili neno haijaeleweka na watu mpaka na leo. Hili neno ndiyo Yesu. Alikuja kwa mfano. Kwa mfano wa mwanadamu, na alikuweko kabla ya kuzaliwa kwake. Haleluya. Neno la Mungu linasema namna hii: yeye alikuwa ni chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu, na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halitaweza kumshinda. Tazama, giza ilijaribu kumzima Yesu. Waliokuwa wanatumia nguvu za giza, waliokuwa wanamtaki, walijaribu kumzima, hawakuwezekana. Yesu akasimama, Mungu akadirika katika kila njia, watu wakaheshimu neno la Bwana. Haleluya. Mstari wa 6 nasema hivi: Mungu alimtuma mtu mmoja, jina lake ni Yohana, ambaye alikuja kuambia watu juu ya huo mwanga. Alikuja ili kwa ujumbe wake watu wote wapate kuamini. Tazama, Mungu akatuma hata Yohana kwamba aminini hiyo mwanga. Muamini huyo ni mwanangu. Muamini hilo neno ni neno langu. Watu walimkataa Yohana. Wakasema, wewe hatujaiona mtu kama wewe unakuja kufunga na kuomba. Wewe ni haleluya, unafunga na kuomba sana. Nenda ufunge na kuomba. Yesu akakuja bila kufunga na kuomba. Alikula na watu wabaya. Wakasema huyu ni mlafi sana. Tazama vile anakula. Anakaa na watu wabaya. Anakula na watu wabaya. Anakula na watu waliotosa ushuru. Wakanena mambo mengi sana. Yohana alikuja kwa kufunga na kuomba. Wakasema, huyu ni mfungaji, kila wakati anafunga na kuomba. Wewe ni bure kabisa. Sisi hatuwezi funga. Sisi tukifunga na tetemeka, tutakufa njaa.
wewe nenda ufunge. Haleluya. Hayo mambo yako paka na leo. Shika mwenzako mkono tena, sema Yohana alikuja kwa njia ya kufunga na kuomba, wanadamu wakamkataa. Yesu akakuja kwa njia ya kukula na wabaya, wanadamu wakakataa, wakasema wewe ni mlafi, wewe unakaa na watenda dhambi. Wanadamu wanataka namna gani? Uliza mwenzako, wanadamu wanataka namna gani? Wanadamu ni wasumbufu sana, mpaka na leo bado wanasumbua. Hawatii sauti ya Mungu, hawatii sauti ya Mungu. Walikataa Yohana kabisa, wakamkemea Yohana. Yohana akitangaza kufunga na kuomba, wasema enda ufunge na kuomba wewe, nenda. Kuna jeshi la Bwana. Wanadamu kueleweka ni ngumu. Yesu akakuja akabadilisha samaki, wakakula wakashiba, mpaka zingine wakaweka magunia, mikate ikakuwa mingi sana. Wakasema huyo mlafi kwa wapi? Wakaanza kumfuata kwa sababu ya chakula, si kwa sababu ya neno. Mungu akishangaa, hao wanadamu nilioumba kwa mfano wangu wamenigeuka tena. Ikafika wakati Yesu akasulubishwa, wakamuua aondoke na hiyo neno. Maana ya kuwa Yesu ni nini? Hawataki neno la Mungu. Haleluya. Kwa sababu Yesu alikuwa amebeba mwangaza, na hao wataki mwangaza, wakamuua, wakamweka juu ya msalaba. Wakacheka sana, wakasema sasa wacha tuone. Alisema yeye ndio mwenye kufanya miujiza, yeye ndio kufanya mambo makuu, wacha tuone. Wakamweka kwa kaburi, wakapanga kuweka maskari mahali pale wamulinde, wakijua kwamba amekwisha. Haleluya. Kumbe Yesu yuko hai. Haleluya. Mwangaza wa Bwana ilitokea. Mwangaza ilipotokea, malaika wa Bwana walishuka, wale askari wote walitetemeka, wakaanguka chini. Baadaye wakaenda kudanganya, tuliona watu wamekuja kuiba. Haleluya. Nendeni mseme ameibiwa, mseme amefufuka, kwa sababu walikataa neno. Kuna jeshi la Bwana. Mpaka na leo mambo bado inatungwa hata kwa makanisa ya kukataa neno. Kuna jeshi la Bwana. Neno hili linakataliwa mpaka na leo. Bado watu hawajaamini neno, hawajaamini neno ni neno la Mungu. Kuna jeshi la Bwana. Inua mkono wako tena, ambao hili neno haistahili kuwa na sheria yote. Sheria ya neno ni Biblia, si serikali, si kitu fulani ama mambo fulani itungwe kwa sababu ya neno. Haiwezekani, kwa sababu ni nuru ya Bwana. Huwezi tungia neno la Mungu sheria. Kuna jeshi la Bwana. Sema Mungu wangu, Mungu wangu, hili neno ni mwanga wa dunia, na tukitaka kuishi kwa amani, kwa upendo, lazima neno la Bwana iwe ndani yetu. Neno la Bwana ikiwa ndani yetu, tunapata uponyaji, tunapata ukombozi, tunapata ushindi, tunapata kuinuliwa. Neno la Bwana, njoo ndani yangu. Neno la Bwana, njoo ndani yangu, njoo moyoni mwangu, njoo maishani mwangu. Kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo naomba nikiamini. Piga Yesu makofi tena. Neno la Bwana ukikaribisha na maishani mwako, unapata amani. Yesu aleta amani. Twende mpaka mstari wa 8. Yeye hakuwa huo mwanga, ila alikuja tu kuambia watu juu ya huyo mwanga. Huo ndio mwanga halisi, mwanga ambao umekuja ulimwenguni na ukawaangazia watu wote.
mstari wa 10. Basi neno alikuweko ulimwenguni, kwa kuwa njia yake ulimwenguni uliumbwa, katika ulimwengu haukutambulika. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, nao walio wake hawakumpokea. Neno ilikuja ulimwenguni, lakini watu wa ulimwengu hawakupokea neno, na neno ikakuja kwa watu wake wenyewe, lakini watu wake wenyewe wakamkataa neno. Kuna jeshi la Bwana, haleluya! Wakamkataa neno. Na Mungu anasema nini siku ya leo? Tuandae mioyo yetu kuzaliwa kwa hii neno. Kuzaliwa kwa hii neno ni kitu ya maana sana maishani mwako. Kusherekea sikukuu kama neno la Bwana imezaliwa ndani yako ni kitu ya maana ambayo Mungu anapendezwa nayo sana, ili moyo wako iwe na mwangaza, maisha yako iwe na neno la Bwana. Twende katika kitabu cha Zaburi mlango wa 18. From verse 28. Zaburi, Psalms, inasema namna hii: wewe Mwenyezi Mungu waniangazia, walifukuza giza ndani yangu, ama giza langu. Tazama, ukimkubali huyu Yesu siku ya leo, giza yote ambayo iko ndani yako Yesu ataifukuza. Kuna jeshi la Bwana. Giza yote iliyotumwa ndani yako, Yesu akizaliwa ndani yako anaenda kuifukuza hiyo giza. Kuna giza ambayo inatumwa kwa wanadamu. Wakati tulikuwa hapa mlimani, tulijifunza kuhusu mwangaza wa mtu mbaya izime. Watu waganga na wachawi hawajui mambo ya mwangaza, kwamba Mungu ni mwangaza. Wanajua ni nyota. Ndio naona wakati Yesu alizaliwa, kuna wale walipata nyota. Walipata nyota, hawakuwa na manabii wa Mungu wa ukweli. Walipata nyota na wakaenda mpaka Yesu mahali alizaliwa. Hata kuna wale wanajua nyota yako kuzaliwa na wanaweza chukua. Kuna jeshi la Bwana. Hiyo nyota ni kitu gani? Ni mwangaza wa Mungu ndani yako. Unazaliwa na mwangaza wa Mungu, sababu kama wewe ni mwangaza, kila kitu yako iko wazi, kila kitu yako itanawiri. Kuna wale wanajua kuzima hiyo mwangaza, wanazima, wanachukua, ndio wanaita nyota. Unachukua nyota fulani, unaiba nyota fulani, unapewa nyota. Haleluya! Kwa Mungu ni mwangaza. Kile unahitaji maishani mwako, mwangaza wa Bwana. Mwangaza wa Bwana ukikutana nayo, maisha yako iko salama. Haleluya! Iposa neno la Mungu linasema, Mwenyezi Mungu waniangazia, walifukuza giza langu. Mungu wangu, kwa msaada wako nitashambulia kikosi. Wewe wanipa nguvu ya kuruka hata ukuta. Kwa nguvu ya Bwana utashinda kikosi yote ambayo imetumwa maishani mwako. Kwa nguvu ya Bwana, kila kikosi ambayo itawekwa 2026 juu ya maisha yako, kwa nguvu wa Yesu Kristo, wewe utaishinda. Haleluya! Unapojiandaa hiyo mwaka, Bwana atakusababisha uruke kila ukuta iliyojengwa maishani mwako. Ukuta ya kuzuia maisha yako. Kuna wale wanamwaga kafara, wanatoa damu ya kafara kwa sababu
ya kuchukua nyota za watu wengine msimu kama huu. Ikifika next year, wewe uko katika giza kwa sababu mwangaza wa Mungu ndani yako imechukuliwa. Mambo yako ilikuwa inaenda salama, unarudi nyuma. Ndio naona ni vyema ujiandae kufunga mwaka na kuruka mwaka ukiwa salama, ikiwa uko ndani ya Bwana na mwangaza wa Bwana inawaka ndani yako. Amen. Huyu Mungu matendo yake hayana dosari. Ahadi za Mungu ni za kuaminika. Yeye ni ngao kwa wote wanaokimbilia kutafuta usalama. Huyu Mungu hana dosari. Hili neno haina dosari. Lakini sisi wanadamu ndio tumeweka dosari kwa neno. Tumetunga mambo mengi kwa neno. Tunaweka sheria nyingi kwa neno. Na neno hili iko na sheria kamilifu. Tasama hata mjadala ambao inaendelea sasa hizi ya makanisa. Tuweke sheria fulani kwa makanisa, tuweke hivi. Haleluya. Hiyo sheria itatoka wapi? Si ni mambo ya siasa tu hii. Sheria itatoka wapi? Sheria ya Mkristo ama mwanadamu yote ambaye anaishi duniani ni neno la Bwana. Ni neno la Bwana. Ukisoma neno, sheria zote ziko ndani. Neno nasema usifanye hivi, usifanye hivi. Ina direct mwanadamu kila kitu. Kuna jeshi la Bwana. Lakini bado mwanadamu hawezi akasikia sauti ya Bwana. Bado mwanadamu anataka tunge sheria nyingine kushinda neno. Sio ni kubishana na Mungu. Kuna jeshi la Bwana. Na hakuna yeyote aliyejaribu kubishana na Mungu alifaulu. Hakuna. Hata wafalme waliojaribu kubishana na Mungu wote walianguka. Kuna jeshi la Bwana. Hakuna yule anaweza kubishana na Mungu. Hakuna. Hata wewe mtu aina gani. Hili neno ni mwangaza. Na hii neno si neno la kawaida. Neno ambayo inafanya mtu akuwa mgonjwa kwa neno tu anapona. Nadhani hiyo neno ni neno aina gani? Inayefanya mtu mfupa kunyooka. Hiyo ni neno aina gani? Hiyo neno ikisemwa juu yako, wewe utakuwa namna gani? Ni hatari mno. Kuna jeshi la Bwana. Ni hatari mno. Inua mkono wako juu tena. Sema, Mungu wangu, Mungu wangu. Hapo mwanzo watu walikataa neno. Hata na leo bado watu wanapinga neno. Wanatunga mambo ya kuzuia neno. Na neno haizuiliki kwa sababu neno ni roho. Hakuna vile unaweza zuia roho wa Bwana. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena. Hakuna vile utaweza tungia Roho Mtakatifu sheria. Utatungia sheria namna gani roho wa Bwana? Iwezekani. Kuna jeshi la Bwana. Ni ngumu sana. Kwa sababu roho wa Mungu haonekana macho. Na anatenda mambo makuu usiyoyatambua kama hajakuwa ndani yako. Huwezi kufahamu roho wa Bwana. Utafanyaje mtu ambao hana roho wa Mungu atunge sheria ya neno na roho wa Mungu? Utakuwa namna gani? Hana roho wa Mungu atunge sheria ya roho wa Mungu. Hana neno la Mungu atunge sheria ya neno la Mungu. Hapo ni kupotea. Kuna jeshi la Bwana. Ni jambo hatari katika hili neno. Tusome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo inanena kuhusu mwangaza wa Bwana. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 16. Wacha Mungu aangaze mwangaza wako
Neno la Mungu linasema namna hii katika mstari wa 15. Tuanze 14, nasema hivi: nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Miji iliyojengwa juu ya mlima haiwezi kufichika, wala watu hawashi taa na kuifunika kwa debe, ila kuiweka juu ya kinara, ili wanaoangazia wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba aliye juu mbinguni. Haleluya. Yeyote aliye na roho wa Bwana, matendo yake yatakuwa ni mema. Na roho wa shetani akikuingia, haleluya, unaanza kuleta uharibifu katika neno la Mungu. Ndio naona kuna wale waliopinga neno la Mungu tangu mwanzo. Mafarisayo hawakuwa na roho wa Mungu, walikuwa na roho ya dunia. Walipinga Yesu kwa njia yote, na walikuwa wanasoma neno, si kwamba wanasoma iwasaidie. Walikuwa wanaisoma neno kwenda kukanusha Yesu. Kuna jeshi la Bwana, wanasoma neno kwenda kupinga Yesu amehubiri nini. Ndiposa hawakupata faida yote katika neno la Mungu, kwa sababu kila wakati Mafarisayo walikuwa wanajadiliana. Baada ya kusikia Yesu amesema nini, wanaenda kujadiliana. Umesikia vile amesema leo, wanaenda kuikanusha. Kuna jeshi la Bwana. Hadi na leo kuna Mafarisayo ambao wanakanusha neno la Bwana, lakini Mungu alipata ushindi baada haya mambo yote, na tutakuja kuona ushindi wa neno la Bwana. Amen. Tutaona ushindi mkubwa mno, kwa sababu hili ni mwangaza, neno ambao mwanadamu hawezi akaichezea. Ni neno ambao ni ya amina, ninabaki kuwa amina. Tunasema ni asante Bwana kwa neno lako. Tazama, unasema neno lako sisi ni mwanga wa dunia Bwana, na matendo yetu yaonyeshe mwanga, lakini matendo yetu imekuja kuzima neno lako. Tunaomba msamaha kama kanisa lako, tunaomba msamaha kama watumishi wako, tunaomba msamaha kama wazee, kama wamama, kama vijana. Tusamehe Bwana. Unapoenda kuzaliwa, Mungu mtakatifu, Yesu ukazaliwe ndani yetu, ukazaliwe ndani ya mioyo yetu, ukazaliwe ndani ya familia zetu. Mwangaza wako ikaangaze kila giza iliyo katika familia zetu, ipate kutoweka Bwana. Tunasema ni asante. Asante kwa neno lako, kwa jina lako takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.